wazee wetu waalikwa, vijana wetu Juakita, pamoja na waalikwa wote ambao tuko katika kuhudhuria leo hapa. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba sasa kuwasilisha salamu za Baraza la Idi za Baraza Kuu la Waislamu Tanzania mkoa wetu wa Singida. Mheshimiwa mgeni rasmi, Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA mkoa wetu wa Singida. Salamu za baraza. Bismillahirrahmanirrahim. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwanza kabisa hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuwezesha kutufikisha mwezi huu mtukufu wa Dhulhijja, mwezi ambao kwa wale ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala amewajalia uwezo wa kusafiri hadi mji mtukufu wa Makkah kutekeleza ibada ya hija. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awajalie wale wote waliosafiri kwa madhumuni ya kutekeleza ibada ya hija, ibada hii muhimu, warejee nyumbani salama. Kadhalika, kwa niaba ya Mheshimiwa Mufti na Shekhe mkuu wa Tanzania, na kwa niaba ya Shekhe wa mkoa wa Singida, na kwa niaba ya Waislamu kwa ujumla, nichukue fursa hii adhimu kukushukuru wewe binafsi, Mheshimiwa mgeni rasmi, kukubali kuwa mgeni rasmi katika Baraza la Idi ya Adha, ambapo leo hili linafanyika katika viwanja vya Bombadia Manispaa ya Singida. Pia niwashukuru Waislamu wote waliojumuika nasi katika swala na Baraza la Idi kimkoa. Mungu awalipe kila laheri aliyejitolea katika kufanikisha hili. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaposherehekea siku hii tukufu na adhimu katika dini yetu, baraza linaendelea kukariri wito wake kwa Waislamu na Watanzania wote kuendelea kujenga umoja baina yao na kuwa kitu kimoja bila kujali dini zao, kabila na hata itikadi za kisiasa. Tukiyatekeleza haya kwa vitendo, tunaenzi na kudumisha amani ya nchi yetu ambayo ni tunu muhimu sana kwa taifa letu la Tanzania. Baraza la Waislamu wa Tanzania, Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA linatoa wito kila Mtanzania nafsi yake kulinda na kudumisha amani, kwani bila amani hakutakuwa na maendeleo yeyote katika jamii na hata fursa za kufanya ibada haitokuwepo. Mheshimiwa mgeni rasmi, sote tunafahamu kuwa mwishoni mwa mwaka huu nchi yetu itaingia katika zoezi la muhimu la uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani. Sisi viongozi wa dini tunaendelea kuombea sana nchi yetu dua ili zoezi hili liende kwa salama na amani. Tunaomba sana Waislamu na wananchi kwa ujumla watumie vizuri sana haki zao za kikatiba za kushiriki katika uchaguzi. Tunaomba viongozi wetu wakuu wa nchi waendelee kuamini mihimili huu wa taasisi ya dini kwa kutumia ili kuleta mustakabali mwema baina ya viongozi wetu wa dini, kujumuia zetu vizuri, na tuombe tutumie majukwaa yetu vizuri ya nyumba za ibada kueneza mafunzo mazuri ya dini zetu yanayotokana na maandiko muhimu ya vitabu vitakatifu na kuepuka kuhubiri siasa katika nyumba zetu za ibada, kwani tunaweza kuwafanya waumini wetu ambao wana itikadi zao tofauti. Ndugu mgeni rasmi, kupitia hadhara hii, sisi kama mkoa wa Singida tumekuwa na mkakati maalumu na utaratibu maalumu kuona namna gani tunajipanga kwa ajili ya maendeleo ya Waislamu wa mkoa wa Singida. Ndugu mgeni rasmi, mkoa wetu wa Singida, wakati tunaelekea kuendea maendeleo ili kuleta maendeleo ya BAKWATA mkoa wetu wa Singida na Waislamu kwa jumla, tunayo miradi kadhaa ambao tunaamini inaweza kutusaidia kufikia maendeleo ya mkoa wa Singida. Kwa hiyo BAKWATA mkoa wa Singida imeandaa miradi kadhaa kwa ajili ya kurahisisha maendeleo ya jamii ya Waislamu katika mkoa wetu wa Singida. Miradi hiyo ni ifuatayo. Moja, ni mradi wa ujenzi wa ofisi za BAKWATA wilaya zote. Katika mkoa wa Singida
kuna jumla wilaya 7. Katika wilaya 7, wilaya moja ndio yenye ofisi ambayo ni wilaya Singida mjini. Kutokana na umuhimu na unyeti wa ofisi, BAKWATA imedhamiria kujenga ofisi za wilaya katika wilaya 6 zilizosalia. Katika ujenzi huu, kila ofisi itagharimu shilingi milioni 125,960,000 na shilingi 400, ikiwa imejumuisha na samani za ofisi. Hivyo ofisi zote zitagharimu shilingi milioni 755,762,400. Ndugu mgeni rasmi, mradi wa pili ni mradi wa ujenzi wa ofisi ya mkoa. BAKWATA tayari ilishaanza ujenzi wa ofisi ya kisasa ya mkoa. Kwa sasa ofisi hii inahitaji kumaliziwa na inahitajika kiasi cha shilingi milioni 25,070 ndizo zinazohitajika kwa ajili ya kumalizia ujenzi wa ofisi ili ianze kutumika. Ndugu mgeni rasmi, katika kuhakikisha tunaliendea hili, sisi kama baraza tulikaa chini tukatafakari, tukaona tuweze kutumia rasilimali yetu tulionayo ambayo ni misikiti. Mkoa una jumla ya misikiti 800. Kwa hiyo tukakubaliana kila msikiti utoe shilingi 30,000 ili tuweze kukamilisha ujenzi wa ofisi hii, lakini pia tupate wadau waweze kutuchangia ili kuweza kumalizia ofisi hii. Kwa maana hiyo, misikiti 800 kitoa 30 tunapata milioni 24. Tukipata wadau tutapata milioni 10, tunapata hizo milioni 25. Nikuhakikishie mpaka sasa tuko vizuri na tunaenda vizuri. Zaidi ya misikiti 150 imeshachangia milioni shilingi 30,000 zenye kufanya jumla kupata shilingi bilioni 4,500,000. Lakini tayari tukapata mdau ambao ni wenzetu wa CRDB wakatuchangia milioni 10. Kwa hiyo mpaka sasa tumefanikiwa kukusanya jumla shilingi milioni 14,500,000. Na mpaka sasa ujenzi wa ofisi yetu uko 90%, hali ambayo tunaelekea mwisho kukamilisha ofisi hii, na matarajio yetu ni mwezi huu wa 6 ofisi iweze kufunguliwa na kuanza kazi. Mradi wa tatu ni ujenzi wa shule ya msingi. Kutokana na umuhimu wa elimu katika jamii, BAKWATA mkoa wa Singida imekusudia kujenga shule ya msingi ya Kiislamu kwa ajili ya kutoa huduma ya elimu katika jamii ya Waislamu wa manispaa ya Singida pamoja na wilaya zote za mkoa wa Singida. Shule hii inatarajia kujengwa katika kata ya Misona ya manispaa ya Singida, ambapo ni wilaya ya Singida mjini. Kwa sababu dhamira yetu ni kufanya kazi kama timu. Tulivyoona wilaya ya Singida mjini ofisi wanayo, tukaona tubebe mradi wa shule ili wote tupate namna ya kuchangiana. Kwa hiyo shule hii na yenyewe tunatarajia mwakani inshallah iweze kuanza kazi kwa kuanza na chekechea pamoja na darasa la kwanza. Na Mwenyezi Mungu akipenda, pia shule hii itakuwa na gari ambayo inachukua watoto kutoka mitaani majumbani kwetu na kuwapeleka shuleni na kuwarejesha majumbani. Ndugu mgeni rasmi, shule hii itakuwa na jumla ya majengo ya madarasa 7, jengo la utawala, ofisi za walimu pamoja na miundombinu yote muhimu. Ujenzi wa darasa moja unagharimu shilingi milioni 21, hivyo jumla ya shilingi milioni 147 zitahitajika kwa ajili ya kukamilisha mradi huu. Ndugu mgeni rasmi, mradi wa 4 ni mradi wa ununuzi wa magari ya BAKWATA. Kutokana au ili kurahisisha utendaji na ufikiwaji wa wilaya na kata na kwa urahisi kwa misikiti yote, BAKWATA mkoa imeandaa mradi wa kupata magari 8 kwa ajili ya viongozi wa mkoa na wilaya. Kwa maana magari 7 yatapelekwa wilayani na gari 1 itabaki mkoani. Hii italeta urahisi wa utendaji na kuwafikia Waislamu na viongozi kwa urahisi. Na makadirio ni kila gari itagharimu shilingi milioni 30. Kwa hiyo kwa magari 8 itagharimu shilingi milioni 240. Mradi wa 5 ni mradi wa ujenzi wa kituo cha afya. Ndugu mgeni rasmi, kutokana na umuhimu wa huduma hii kwa jamii, BAKWATA mkoa wa Singida imedhamiria kuanza ujenzi wa kituo cha afya cha kisasa kitakachotoa huduma kwa jamii kwa kuzingatia misingi ya Uislamu katika matibabu. Kituo hichi cha afya kitatarajiwa kujengwa katika manispaa ya Singida, kata ya Mtipa, kijiji cha Manga, kwenye eneo ambalo lina ukubwa wa ekari 10.
kituo hiki cha afya kitakuwa kinatoa huduma zote za msingi za kimatibabu. Jumla ya shilingi milioni 500 zitahitajika ili kukamilisha mradi huu. Kwa hiyo ukiangalia katika miradi hii yote mitano ili iweze kukamilika inahitaji kiasi cha shilingi bilioni 1,667,832,400. Ndugu mgeni rasmi, BAKWATA mkoa wa Singida imejidhatiti katika kuanzisha miradi hii kwa lengo la kuleta ufanisi na urahisi katika kuhakikisha maendeleo ya Waislamu na Uislamu kwa ujumla katika mkoa wetu. Ili kukamilisha bajeti hii tunahitajia kufanya harambee kati ya mwezi wa 8 na wa 9 ili tuweze tukafanikisha. Tunawakaribisha wadau na wafadhili mbalimbali na waumini waweze kuunga mkono katika jambo hili nyeti na muhimu ili kukamilisha jambo hili. Tunaomba Mwenyezi Mungu Mola wetu mtukufu atuwezeshe katika hili. Mheshimiwa mgeni rasmi, kabla ya kumaliza, Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA inaendelea kukariri wito wake kwa Waislamu nchini kuongeza hamasa ya kuongeza nguvu ya kutekeleza nguzo ya hija, hususan vijana na wale wenye umri kati, kwani idadi ya mahujaji toka Tanzania ni ndogo sana kulinganisha na namba ya visa za mahujaji zilizoripotiwa na mamlaka za hija nchini Saudi Arabia. Pia tunawahimiza wale wenye kufanya hija kwa mwakani kufanya maandalizi mapema, kwani mifumo ya hija kwa sasa imebadilika. Mwisho kabisa, Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Sheikh Abubakar Zuberi, Mheshimiwa Sheikh Mkuu wa Singida, kwa niaba ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA anawatakia Waislamu wote kwa ujumla kusherehekea sherehe hizi za sikukuu ya Eid al-Adha kwa usalama na amani. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuonyeshe haki kuwa ni haki na tuwezeshe kuifuata, atuonyeshe batili kuwa ni batili na tuonyeshe kuepuka. Na kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa tuwezesha katika hili. Mwisho, Mheshimiwa mgeni rasmi, nimalizie hotuba yangu au taarifa yangu ya salamu. Kawaida yetu kama mkoa wa Singida, Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania tumeweka utaratibu. Nimeomba mhasibu wangu kama ameshajiandaa ili tukamilishe. Tumeweka utaratibu tunaposwali kwenye viwanja hivi vya swala hili. Jana tumeswali katika uwanja huu na tumeweka utaratibu kile tunachokipata kama sadaka kutoka kwa Waislamu, basi tunakiwekea utaratibu. Na utaratibu tulionao ni kwamba tunatoa matumizi ambayo yametumika, kinachosalia kinarejeshwa kwenye misikiti iliyotumika kusali kwenye uwanja huu. Niombe nitumie fursa hii. Siku ya jana baada ya swala ya Eid tumefanikiwa kukusanya shilingi milioni 3,209,000. Na tukitoa matumizi yote takriban ni shilingi milioni 2 tunabaki na fedha cash shilingi 800,000. Kwa hiyo katika 800,000 hizi tumesali misikiti 10. Kwa hiyo katika misikiti 10 kila msikiti utakabidhiwa shilingi 80,000. Hizi zitasaidia mambo mbalimbali kwenye misikiti yetu. Niombe sasa, naamini maimamu wetu wako hapa na misikiti ile ratibiwa iliyosalia hapa. Sasa niombe mgeni rasmi nikusumbue tusaidie kukabidhi hii misikiti ambayo ilisalia hapa kiasi ambacho tumepata.